Rwanda inaituhumu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi kwa kukiuka mkataba wa kusitisha vita mashariki mwa Kongo. Katika taarifa kwenye mtandao wa kijamii wa X, Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Rwanda imesema Rwanda haiwezi kulaumiwa, kwani jeshi la Kongo FARDC na lile la Burundi FDNB wamekuwa wakivishambulia kwa mabomu vijiji karibu na mpaka wa Rwanda. Rwanda imesema haya wakati waasi wa M23 wakiwa wanaripotiwa kuingia mji muhimu wa Uvira ulioko mashariki mwa Kongo, huku maelfu ya watu wakikimbia na kuvuka mpaka kuingia Burundi. Haya yamejiri baada ya maafisa wa waasi wa AFC na M23 kukutana Goma usiku wa kuamkia leo, makamanda wao wakiwalaumu wapiganaji wa Kizalendo na jeshi la Kongo kwa machafuko Uvira. Vikosi vya Burundi vimeondoka na FARDC na wazalendo wakaanza kupigana na kwa sasa wanaokimbia mji kwa hofu. Kwa hiyo hali ni kwamba raia wanawachwa peke yao. Na nini kuhusu hili? Tutawalinda raia na hatutokubali machafuko haya yaendelee kwa muda mrefu. Lazima tujipange kurejesha utulivu. Huku raia wakiwa wanatafuta hifadhi kutokana na uvamizi wa M23, chanzo kimoja cha utawala Burundi kimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa zaidi ya watu 8,000 wamekuwa wakiwasili nchini humo kila siku kwa siku 2 zilizopita, na kwa wiki moja watu 30,000 wamewasili Burundi. Machafuko hayo yamekiuka mkataba wa amani wa hivi majuzi uliosimamiwa na Rais Donald Trump. Trump alikuwa anajipiga kifua kuwa mzozo wa Rwanda na Kongo uliodumu kwa miongo kadhaa ni mmoja wa mizozo aliyoitatua tangu aingie madarakani. Hiki ni kitu ambacho kulingana na wengi kilikuwa hakiwezekani, ila kinawezekana. Nafikiri ni muujiza mkubwa. Hawa ni viongozi wakuu na watalithibitisha hilo katika miezi na miaka michache ijayo.